Promova TV, a home of testimonies. Ni kusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo, mtazamaji pamoja na msikilizaji. Karibu sana, hii ni Promova TV na kualika kwenye kipindi cha ushuhuda. Darasa hili ambalo limekuwa la baraka sana, kwa sababu hapa huwa tunakutana na watumishi mbalimbali wa Mungu. Wanatueleza kuhusu shuhuda zao, simulizi za maisha yao. Tunajifunza kupitia shuhuda hizo. Siku nyingine ya leo tumekutana na mtumishi mmoja wa Mungu ambaye anafahamika kama Moses Magabe. Kama wewe ni mdau wa mitandao ya kijamii, pengine umewahi kukutana na machapisho yake huko mitandaoni, huko kwenye vitabu mbalimbali, na sisi tumewahi kuviona hivyo vipeperushi na vitabu. Kuna baadhi ya vipeperushi vikiwa vimeorodhesha baadhi ya dhambi ambazo hutakiwi kuzifanya, na kumekuwa na maswali mengi sana. Wengi wanajiuliza, vipi hizi zote tunatoboa vitu gani? Yote hayo leo tutakuja kuyafahamu, kwa sababu tuko naye, atajibu baadhi ya maswali hapa. Lakini kikubwa zaidi, anahubiri katika injili ya utakatifu, kuacha dhambi na kukaa tayari kwa ajili ya kunyakuliwa. Ni moja kati ya injili ambazo anazihubiri sana, na mitahani huko, mitaa mbalimbali pia unaweza kukutana naye mtumishi wa Mungu ambaye anakuwa kwenye muonekano amevaa gunia ambalo ni vazi likiwa lina maandishi mbalimbali yameandikwa acha dhambi, tubu. Bila shaka pengine kama wewe ni mkazi wa jijini Mwanza umewahi kukutana naye, lakini hata kama hujakutana naye, basi leo hapa utamuona. Kwa wale ambao wanatazama kupitia Promova TV, wataona baadhi ya picha na wataona pia muonekano wake, gunia hilo alilolivaa vazi, na pia kumfahamu kwa undani. Leo tunafahamu kuhusu ushuhuda wake, ndio kubwa zaidi, jinsi ambavyo aliitwa na Kristo. Kuna historia kubwa sana, mpaka yeye leo hii tunamuita ni prophet, nabii wa Bwana. Kuna mambo mengi ambayo ameyapitia kabla ya kuwa nabii. Sasa yote hayo tutayafahamu katika siku ya leo kwenye kipindi chetu cha ushuhuda. Tumekutana naye hapa jijini Mwanza, ikiwa ni mwezi Aprili, yani mwezi wa 4 mwaka 2025, na ndipo ambapo tumepata nafasi ya kukutana naye na kukuletea huu ushuhuda wake ambao tuna imani utakubariki sana. Kwa hiyo yako mengi ya kujifunza. Sitazungumza mimi kwa sababu mhusika yuko hapa, yeye ndiye atazungumza yote kwa undani zaidi. Mimi ni Jackson Msafiri, ni mtangazaji hapa na ni mwalimu wa zamu leo kwenye darasa hili la ushuhuda. Nikualike tuende wote mpaka tamati. Kumbuka yule ambaye yuko nyuma ya kamera hapo, director, picha, sauti zinakaa vizuri kabisa, yeye ni David Robert. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji. Namna hiyo basi, mtumishi wa Mungu, nikukaribisha sana, nikualike kwenye studio zetu katika siku ya leo, na ninafurahi sana kuwa nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Habari za uzima? Njema, nashukuru Bwana. Ndio. Amen. Hebu jitambulishe kwa majina yako sahihi kwa yule ambaye anakutazama katika siku ya leo na kukusikiliza pia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Moses Magabe, ni mzaliwa wa mkoa wa Mara, wilaya ya Tarime. Ni Mkuria ambaye yuko kushika panga lakini anashika Biblia. Amen. Amina. Nabii wa wakati wa haki, si ndio? Yes. Ndio kama kitambulisho chako, nabii wa haki. Kwa hiyo ni prophet, yes. Moses Magabe, nabii wa haki. Tutafahamu kuhusu nabii wa haki. Lakini kanisa, unasema unatokea kanisa la kifo cha Kristo. Yes. Si ndio? Hili kanisa liko wapi na kwa nini kanisa la kifo cha Kristo? Bwana asifiwe. Namtukuza Kristo sana. Kanisa la kifo cha Kristo, Bwana amenipa hivi karibuni. Lakini mwanzoni tangu nimeanza kutumika sikuwa na hilo jina. Lakini Bwana amenipa jina hili mwaka jana tu. Mwezi wa kwanza kabisa, tarehe 17, katika maono ya wazi sana ambayo Bwana alinitembelea kwa jinsi ya ajabu sana. Ndipo alipokuja kuthibitisha
au kuniita katika wito rasmi na huduma rasmi na nimtumikie kwa nyakati hizi za mwisho. Naweza nikaelezea maono hayo kwa wazi ilivyokuwa. Ilikuwa ni usiku wa tarehe 17 mwezi wa kwanza. Nilikuwa nimelala, nikaona nimemtembelea mtu rafiki yangu tu. Yule mtu alikuwa ni mgonjwa. Nilipoingia kwenye chumba kile kama vile tu ghetto, nikaingia mle kwa ajili kumjulia hali. Tukiwa tunaongea hapa na pale, akaingia mtu ghafla. Kwa mtu kufika mlangoni akaanza kunena kwa lugha. Katika hali ile nipe nikashukiwa na ile nguvu ya Roho Mtakatifu kwamba wakajaa Roho Mungu akaanza kunena hivi na hivi. Kwa nguvu iliposhukiwa mimi nikaanza pia na mimi kunena kwa lugha. Katika hali hiyo ya kunena kwa lugha za Roho Mtakatifu, ndipo katika ukuta wa chumba kile ikatokea sauti kubwa kabisa, yani audible, ambayo inaongea kabisa, yani unasika kama hivi tunaongea mimi na wewe, inaongea kwa nguvu kutoka katika ukuta wa chumba kile. Wakati sauti inaanza kuongea, logo hii hapa ya kanisa la Kifo cha Kristo ikawa inajichora yenyewe, kwamba Bwana akawa anachora mwenyewe hiyo logo katika ukuta ule kwa vidole vyake au viganja vyake. Ndio ikawa sema sauti kwamba ikawa anazungumza kwamba Wallace Magabe, ni wakati wa kutumika, umeitwa katika utumishi. Utapigwa vita sana, utakataliwa sana, utapitia dhiki na vita ya kila aina, lakini jipe moyo, vumilia, utashinda. Ilipoongea vile na katika logo ikawa inachora katika ukuta. Sasa tukawa katika amaki na kushangaa nini. Baada ile kufutika mimi nikaomba, Bwana, naomba hii hali irudie, mbona kama sijaelewa. Ndipo sasa katika kurudia kule ikatokea ile logo ikawa inachora vile katika mwanga wa zambarau mkali sana, ulikuwa unaangaa katika utukufu wa Bwana wa majeshi. Na wakati sasa logo inachora, akatokea mfano wa mtu alikuwa akiwaka sana, mavazi meupe, mfano wa umeme. Akawa anaongea sasa ya maneno ya kwanza kwamba Musa au Moses, umeitwa katika utumishi, utapitia haya na haya, wakati wa kutumika utakataliwa, utapingwa, utapigwa vita. Sasa ndo tangu hapa nikaanza kutengeneza sasa hiyo logo. Nakumbuka Bwana alikuwa amedesign kama ilivyo, inavyoonekana hivyo ndivyo ilivyokuwa. Bwana ni designer mzuri sana. Na katika maono yale, baada ya kuwa sasa tumetoka kwenye chumba kile, tukatoka nje, nikasogelea katika screen zilikuwa pale nje, screen kama vile flat screen, nikagusa tu kama kugusa vile kama kuwasha. Katika ile screen ikaonyesha kama video jengo la kanisa liko limejaa sana, watu wengi mno, na jengo lile lilikuwa na madhabahu katikati, watu walikuwa wamezunguka sasa katika hiyo madhabahu, na alikuwa kiongozi ni mimi wa madhabahu hiyo. Na kwenye maono hayo, kuta za jengo hilo, kuta zake zilikuwa na logo hiyo Bwana alikuwa amechora mwenyewe. Kwa ndo ilivyokata haya maono. Sasa nikashtuka katika maono. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba logo ama nembo, tunasema kwa Kiswahili, nembo ya kanisa pamoja na jina, vyote hivi umevipata kutoka kwa mafunuo ya Bwana Yesu mwenyewe? Ni Bwana alikuwa akichora. Maana kabla hapa nilikuwa kabla ya hapo kutoa ile logo, nilikuwa nina logo yangu ambayo imetangaza mimi mwenyewe, ambayo inafahamika kama Repentance and the Preparation for Rapture Ministry. Nilikuwa inafahamika hivyo, nilikuwa natembea na hiyo katika maisha yangu. Ila baadaye Bwana kuja sasa hii akapindua, nikamwona sasa wamefuata ambao anataka. Maana Bwana akichagua kitu amekiamua na ana makusudi yake. Amina. Sawa, hayo na mengine mengi tutayafahamu hapo baadaye. Tunataka turudi nyuma sasa mpaka kufikia huko Kristo Yesu kumtokea, kumpatia nembo ya kanisa, kumpatia ujumbe na mambo mengine mengi ambayo ameelezwa. Ilikuwaje? Sio kawaida tu kwamba kila mtu inawezekana, lazima kuna historia. Sasa hiyo ndio ambayo tunataka tuifahamu katika siku ya leo.
Mtumishi, nikupe nafasi sasa utueleze historia yako. Amen. Umesema wewe ni Mkuria asiyeshika panga, bali Biblia na neno la Mungu. Amen. Tunafurahi kusikia hilo. Sasa tupate historia yako mpaka kuwa mtumishi wa Mungu leo na tumekutana hapa. Una kitu gani cha kutueleza kuhusu ushuhuda wako? Karibu sana. Amen. Nashukuru katika jina la Yesu. Amina. Kwetu sisi tumezaliwa, tumekulia katika dini au katika dhehebu la Mennonite. Wale ambao wana ibada ambazo ni mfano kama wa Katoliki. Ndo mzee wangu ndo alivyokuwa akifanya hayo au kusali huko. Mimi nimeanza kumjua Kristo nikiwa form 2. Kabla hapo nilikuwa nikiishi maisha tu ya vijana kama ninavyoishi siku hizi bila kumjua Yesu, maisha machafu ya kila aina. Nizungumzie nilipoanza kumjua Kristo. Nilipokuwa niko form 2 2017 ndo nilipokutana na Yesu Kristo na maisha yangu yamebadilika na kuombolewa. Ilikuwa ni kama zile break tu za darasani. After break pata kwenye vipindi, kulikuwa na kijana katika, alikuwa ni form 1, mimi nilikuwa form 2 kwa wakati ule. Alikuwa na bidii sana ya kuhubiri injili mida break. Alikuwa anapita darasa, basi baada ya darasa anaanza kuhubiri injili ya Mungu. Sasa mimi nilipenda tu automatic the way kwa kuhubiri. Mimi nikasema I wish hata mimi nilikuwa nafanya hizi kazi kuhubiri, yani nipo tu nilipovutiwa. Sasa baada ya kuvutiwa nikawa nasikia pia ile injili. Ndio baadaye nikaamua kumpokea Kristo kupitia mikono yake, kupitia injili ambayo Bwana alimwagiza kuhubiri. Lakini huyo ndugu mpaka leo haipo katika injili ile aliyoanza nayo. Kasha kuwa ile kama hao wengine ambao wanakuwa tu ni wafariji au bilio mafanikio. Katika baada ya kuokoka sasa ndio maisha yalipoanza kubadilika. Maana nilikuwa na binti katika mahusiano. Baada ya kuwa nimemkiri Kristo nikiwa form 2, nilirudi nikamwambia binti, mimi kwa sasa hivi nimeamua kumfuata Yesu, kwa naomba tu tusisumbuane. Ni huyo kijana ndio alikuongoza sala ya toba mwenyewe? Yes. Okay. Kwa ndio bwana nikamfuata binti. Kwa sasa hivi mimi nimemfahamu Kristo, naomba tu sasa tuishi hapa. Ikawa hivyo, maisha mengine akawa yameendelea pale shuleni. Sasa huku nyumbani sasa mzee wangu anaanza kuona ambao kijana wangu bwana anaanza kubadilika. Nilikuwa nasali kule, baada nikahama kusali kule wao kwa sali kanisa ya familia ni pale nimeshaondoka kule. Nikaanza niko walokole tangu mwaka 2017. Sasa ambacho kilifanya mzee wangu anichukie ni ile kuomba. Maana sisi tuna kawaida au tuna desturi au tuna mfumo. Na sio kwamba ni mfumo. Ndio tu unavyokuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu. Sababu kama mtu amejaa Roho Mtakatifu, mtu tu mtu baki lazima tujue kwamba huyu mtu ameokoka. Yaani ukiokoka, kila mtu lazima tujue kwamba huyu mtu kaokoka haswa. Wanafahamu tu. Sio lazima kwamba usoka waeleze wewe tumisha kwa leo, hapana. Huwezi kueleza. Wanaona automatic mtu akabadilika kwa sababu ya njia zako, tabia zako. Sasa pale nyumbani maisha yabadilika. Movie nilikuwa anisangalia za kwa familia pale, nilikuwa siangalia kwenye movie, nilikuwa natoka kabisa nje. Naenda kwenye chumba changu kulala. Wao kaka anize movie mimi natoka nje. Sana ikifika Jumapili mimi siende kule kanisani kwao. Naenda kwa wale ikifika usiku ninaanza kuomba, wanasikia. Naweza nilikuwa nikiomba nikilia sana usiku. Nilikuwa bujika sana usiku nikilia. Sasa mzee wangu alikuwa akisikia hizo kelele, asema huyu kawaje tena. Wakajua kama nisha kamia kwa nini? Kwa rokole. Sasa vita ndipo ilipoanzia hapa kati mimi na mzee wangu. Mzee alikuwa anataka mimi nisali kule kwenye sala yake lile. Na mimi nikawa sasa siwezi kuendelea kwa sababu nishaifahamu kweli ya Kristo na namna gani Mkristo anapaswa kuwa na aishi kwamba kivipi. Sasa katika ile kuomba usiku kwa chumba changu, mzee alikuwa anakuja, anabisha mlango. Mimi kwa sababu ni mzazi na anaamua tu kumfungulia na anaacha kuomba. Maana sijui kwa ile kuna ile kaofuka binadamu na kwa muda mwingine afu pia watoto pia kwa wakati kwa bado ndogo sana. Kwa hiyo nikafungua, nilipikwa sana siku hiyo. Nakumbuka alikuja akachukua fimbo fani hivi ya mfagio zile kubwa. Alinipiga sana. Alipiga sana. Nakumbuka nilipigwa, nililala na maumivu sana kwa siku ile.
chanzo ni kwamba nilikuwa nikiomba, akasema kama anampigia kelele. Inaweza ikawa hivyo, lakini ni yani mimi nikiwa katika kuomba huwa najiachia. Huwa yani wafahamu zinanitoka kwa wakati mwingine, but nisema kama tu kwamba ni Mungu au ni bubujiko wa Roho Mtakatifu. Huwezi kulizuia sometimes. Kwa ndo maisha yalivyoendelea vile. Akaenda hivi mimi na tukaingia, nilikuwa nimeingia sasa form 3. Kufika form 3 pale shuleni sasa nikawa ndo ninafahamika maarufu kama mchungaji. Na sasa nao mimi mpaka leo anafahamu kama ni pastor ambao wamesoma nao form 4 na form 3. Wajua kama ni pastor kwa jinsi nilivyokuwa nikiishi pale. Maana itoka tu siku moja pepo alikuwa amemvaa mtu. Mimi nikaitwa, maana nilikuwa nakaa katika wima sana ile kusali, baada za wima nilikuwa naonekana sana ninaongoza, nilikuwa mwenyekiti wa ukwata, baadaye nikaenda wima, unaona. Kwa hata walimu wakawa wanajua kwamba huyu anaweza akafanya kazi. Hivyo nikaitwa, nikaenda kukemea. Nilikuwa hasa katika mazoea, anasema ni mazoea. Kila mtu akipagawa pepo anaita mimi. Sasa Magabe, pastor hivyo naenda. Nilikuwa nikaribia pepo ni kwa sekunde moja anakuacha fungule. Sasa nilikuwa maarufu pale shuleni, walimu wakanipenda sana. Na nilikuwa pia ambaye kijana ambaye ni mpole na mwaminifu sana. Kwa walimu walinipenda sana kwa staili hiyo, na pia ile kutoa zile pepo nilikuwa maarufu kwa staili ile. Siku zikaenda, maisha mengine hapa nyumbani, vita ilikuwa tu ikiendelea, lakini nilikuwa naweza kumanage. Umekuwa naweza kwamba kutoroka enda kusali kwa lokole afu na kurudi nyumbani. Miaka ikawa inaenda hivyo. Sasa ili niongee zile point ambazo ni za msingi katika masuala ya wokovu au vita kati mimi na mzee wangu. Ilifika sehemu sasa vita ikawa kali, kipigo kwa siku, niwezoea kwamba nisiombe. Nilikuwa natoroka hadi usiku naenda mikesha. Natoka nafungia ila komeo kwa nje, kuna gate kule. Sasa natoka nafunga sana. Alafu ikifika saa 9 huko umekifika saa 11 hapo na kurudi afu nafungua afu naingia kwenye chumba changu. Kwenda kuwa hivyo. Niishi maisha ya mikesha, kutoroka, kuomba, hivyo vita ilikuwa ni kali. But sasa mzee akaenda mbali. Siku moja anasema kwamba siku moja mzee wangu alikuwa anataka sana anipigi kwa sababu ya imani. Alikuwa toka asubuhi alikuwa akiniwinda kwamba nichape, lakini mimi nilikuwa ninamkwepa sana. Sasa ikafika jioni, mimi nikaingia kwenye chumba changu cha kulala. Mzee akatoka kazini jioni, akaja niulize, Moze yuko wapi? Ndo umekasikia maana kuchuma na fimbo kabisa, fimbo haswa. Akasema kwamba leo nitamfanya kitu, leo nitamuumiza, leo nitamuua. Nilikuwa nasikia sasa mimi nipo kwenye chumba changu. Kosa ilikuwa nini hapo? Ni ile kumsumbua kwamba nisiende, ile kwamba nasali kwa lokole, kufunga sana. Maana nilifika sema mpaka akataka niwekewe ratiba kwamba nikila anaweka tiki, nisipokuwa anawekwa kosa. Kwa hiyo ile kwamba tu nisiwe mtu wa kufunga. Yeye akahisi kwamba mimi kuishi maisha kama siwezi nikafaulu vizuri, siwezi nikasoma. Yeye akawa anaishi hivyo. But haiko hivyo. Mimi kwa ninasoma kipindi kwa ninafanya ibada sana. Tena kwa serious. Sasa hiyo siku jioni sasa akawa amekuja nyumbani. Mimi nilikuwa nimejifungia ndani. Sikutaka kufungua siku, maana nilikuwa najua kwamba leo kuna vita hapa nyumbani. Kwa hiyo kujidefend, kujifungia mlango wa chumba changu. Mlango ni wa chuma. Sasa nilianza kuuliza kama Moze yuko kama kajifungia kwenye chumba chake. Na fimbo alikuwa nayo. Sasa akaanza kubisha ule mlango wa chumba changu kama nifungulie. Hata kama ni wewe mtu anashikilia fimbo, anasema kama nifungulie nikuchape. Yaani huwezi kubali kirahisi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimelala pale kitandani, nilikuwa tunasikia hapo. Baada ya kuwa sasa amebisha, amechoka, ibidi achukue shoka ila kupasulia kuni. Anaanza kupiga ule mlango kwenye sehemu zile za nini za komeo, kana anapiga na shoka. Akapiga shoka,
ya kwanza. Nilikuwa tu nimelala nimejilaza. Shoka ya pili katoboa ile mlango. Nikaona hapa leo nimeisha kia mama. Unaona? Sasa katika kuyawaza hayo nikaona hapa nifanyeje ambapo nimeisha. Katika shoka la tatu akatoboa tena. Nikaona hapa leo nimeisha. Sasa shoka la tatu akataka sasa afungue ile sunda babu asemaga komeo. Komeo sasa ili aingie maana kwa shatoboa ule mlango wa chumba. Sasa nikapiga hesabu. Mzee wangu ameharibu mlango. Hii ni hasara ambayo nishamuingiza. Na kabla alikuwa anataka nipige toka asubuhi kwa nani? Ananiwinda. Sasa kama nimejilaza hivi kitandani nimestarehe, hivi akishika hapa atanifanya nini? Maana unajua wakulia jinsi walivyo. Yani wana hasira. Sema anakupiga kweli, nakuua kweli. Unaona? Sasa nilikuwa nimejilaza pale nikawaza mbali. Sio tawazo tokea wapi? Wazo likaja nikajikuta nilikuwa nini na neti ambayo inafanya kama vile mtu. Alikuwa haijafungwa juu. Neti ile sasa kwa katika kitanda anafanya kama mtu. Nikachukua ile neti, kawa kabla hajatoboa kabisa kuingia. Nikachukua ile neti nikajiwekea hapa shingoni. Sasa nikashika hapa na hapa nikaanza kujivuta hivi kama kujinyoa. Ili sasa nikasema hapa ndio ukombozi wangu. Maana kama akija kama nimekaa hata kama ni wewe, mimi niharibu mlango wangu na baada nilikuwa na vita na wewe, alafu nikute umestarehe. Hata kama ni wewe, lazima apenge tupate. Sasa mimi hii watu mbele wazo la kujiwekea neti alitoka mimi ndio ni automatically kajiwekea hapa neti, nikaanza kupiga miguu katika kutoka kama najinyonga sasa, afu kuni navuta. Hata kama ni wewe mtu ambaye amejiwekea hivyo hizi kwa anajinyonga, labda kama umejifungia juu sasa unajininginiza, but kushika hivi afu piga katika kuta kama jinyonga, hiyo ni impossible. Sasa wao kaisi kama ninajinyonga, mlango ulipofunguka tu wakaniwahi shingoni akamba watoe sasa nikajiua. Sasa kutoa ile mzee akasema leo nakuua. Muda huo mwenyekiti wa mtaa mtaa wote kwesha sogi kwa sababu zile kelele za shoka. Mwenyekiti wa mtaa walikuwa amekuja pale nyumbani. Sasa mwenyekiti na mzee na watu wa mtaa ukute umekaa tu relax. Hata kama ni wewe wanakuwa siku hiyo. Kwa tumetu hiyo mbinu kwa ajili ya kujoka. Na sio wazo hili umesikia liko limetoka wapi wazo. Mimi sijui litoka wapi wazo kusema kweli. Kwa hiyo after ile umeenda kuniokoa sasa wakanipeleka sebuleni. Ndio wananipoza wananishauri wajua kama mimi anataka kujiua. Wakawa wananiambia kijana nini shida, mbona hivyo unafikia level hii, umechanganyikiwa au umeroga. Sasa ngoja kama mimi hapa ilikuwa ni kama wewe self defend. Ila sio hata nilianza nikafanya hivi. Wao kujua kama jamaa anataka ajinyonge kweli. Sasa kwa wananipoza pale, tulia nini. Sasa baada ya kuongea sana, mwenyekiti wa mtaa sasa akaja mezani pale. Akachukua karatasi na kalamu. Akaniambia kijana, sasa tukusamee. Usipigwe leo, maana leo ulikuwa unataka kuuliwa na babako. Sasa hivi tusikupige na tusikuadhibu kama vile mwenyekiti pia mwenyekiti pia angeweza kunipiga kwa wakati ule, maana nilikuwa sasa nimevuka mpaka. Akasema kama sasa hii tusikuadhibu leo, usikupige, naomba sasa usaini kwamba kuanzia leo unaacha imani na unaacha ulokole, unakuwa kwenye dini ile ya zamani ya familia. Okay. Sasa nikachukua kalamu kama ni sign, nikawaza imeandikwa mtu akinikana mbele ya na mimi nitamkana mbele ya malaika na babangu. Nikawaza sasa kwa sababu sisi imeandikwa hivi kwamba mtu hata kwa mawazo yake tu au kwa anavyoongea tu anahesabiwa hukumu au haki. Sasa hapa nikiandika kabisa afu naakana sign yangu kwamba nimekubali naacha imani afu naacha ulokole huu, takuwa basi bana mkosea Kristo. Kabidi sasa ni gairi ile kusaini. Baada ya gairi tu pale mwenyekiti akapanic. Kijana una kiburi siku hizi, unajiona umekuwa unadharau nini. Kuongea sana pale. Sasa mzee wangu baada ya kuona mimi pia sija sign, mzee kabidi sasa apigie simu defender polisi.
akapigia defender pale, defender ikatua chatu yani haraka sana. Walikuwa na bunduki wale ma defender wawili. Polisi yani walikuja na defender na hivyo. Ikapaki pale nje wakaingia ndani. Sasa mzee akasema kwamba ili kesi yake iwe na mashiko tuongeze hii kwamba alikuwa anataka ni kujaribu kujiua. Okay. Kwa hiyo mzee akasema huyu kijana anataka kujiua. Yaani maswala kwamba sio imani, yaani hakuiongelea hayo, sio kusali, sio. Hajaongelea maswala. Akasema kama kijana anataka kujiua. Kwa hiyo nikaweka pale pingu. Sawa? Nikawekewa ile pingu, nikapanda kwenye gari ya defender tukaenda polisi mahabusu. Hapo uko form nilikuwa form 4 pale. Okay. Afa elekea muda wa nectar. Sasa tukafika pale kituo cha polisi mahabusu. Mzee akaandika kesi kwamba huyu kijana anataka kujiua. Kwamba ni kosa la jinai la kutaka kujiua. Ndivyo ilivyoandikwa kesi. Ila mwanzoni mzee hakuwa hata na huo mpango kunipeleka kule. Baada ya kutokusaini kwamba anamwacha Kristo na kuacha imani, ndivyo ilipofikia hadi hapo. Ila swala kwamba sio polisi kasa kunyonga, hilo halikuwepo katika akili zao wote. Kwa hiyo katika kule mahabusu nikakaa siku ya kwanza, siku ya pili njaa bila chakula. Sasa siku ya tatu umekuwa Jumatatu, siku ya tatu sasa kule mahabusu akaja mzee. Kumbe mzee kuna namna fulani alikuwa ameshaongea na wale polisi ambao watakiwa anihoji kwamba kijana atakiwa apigwe, maana mimi kanishinda. Nilikuwa sasa fika level mzee sasa akachoka na mimi. Sasa amechoka na mimi. Sasa akasema akaongea sio kama anaongea nao kwa njia gani, ila polisi katika chumba cha mahojiano. Sasa polisi wanaanza kunitesa kwanza. Nikapewa na mazoezi magumu yale ya kijeshi. Nikapigwa na virungu vya maana pale napigwa ni. Sasa alipokuwa akinipiga, unajua kuna ile kwamba kuna ile mwili wa binadamu. Nilikuwa nalia nasikia maumivu pia. Kwa hiyo nikaanza kulia. Katika kulia nilikuwa nanena kwa lugha. Nikasema kwamba mimi nikifa ni faida, nikiishi ni Kristo. Nikaambia polisi hivyo, akasema tapo jinga wako na sana leo ndo ananipiga. Kanipiga sana, alinipiga kweli. Baada ya kunipiga sasa nikatolewa pale, mzee wangu tukaondoka naye hadi nyumbani. Kumbuke kwamba mdote huo vikao vimeshakaa sana kwamba nimeshindikana. Yaani uko washakuja pale kwa mzee, marafiki zake shawaita wanishauri kwamba niachane na hii imani ninamsumbua. Nishaongelewa sana. Na mpaka sasa hivi kwa mzima unafahamu who is Moses. Anafahamu kwa sababu ya yale ambayo kutokea hapo nyuma. Kwa hiyo maisha mengine akawa endelea pale nyumbani. Nikaendelea na mimi na ibada zangu. Sasa nikawa nafunga kwa siri. Nafunga lakini wao juu kama nimefunga. Wakawa wanachukua chakula na wananiletea naweka uvunguni. Baada nikifungua sasa ndo naanza nikala. Unaona? Kwa hiyo nikaendelea na ibada zangu za kufunga ile kimya na pia kwa ninaomba. Na pia kama nikaendelea pia kutoroka usiku kwa ajili kwenda mikesha. Ila ikifika asubuhi ninawahi sana asubuhi ile kurudi ili kabla hawajaamka kwa sababu kuondoka kama jamaa alitoka usiku kwenda mikesha. Niliishi maisha hayo. Ni kwa sababu tu ya Yesu Kristo, na kwa sababu ya injili ya Kristo. Kwa wokovu si ile mama, wokovu ni vita, wokovu ni dhiki, wokovu ni mapito makali. Kama unaishi maisha ambayo ni ile mama unapendwa na kila mtu, wewe bado haujaamua kuokoka. Kwa hiyo pale tukaendelea, ikafika muda wa mtihani. Sasa hivi nifanye mtihani. Nikafanya mtihani, nikamaliza. Nikaenda kubaki pale kwa mzee. Kisa sasa mzee akawa sasa amejua kama jamaa bado anaendelea kutoroka usiku. Na bado anaendelea kuomba na kusali kwa wale walokole. Nakumbuka siku moja ilikuwa tu ni jioni. Jioni ile alitoa begi zangu za nguo nje. Nguo kile tutakatoa akaweka mlangoni, akafunga kufuli kile chumba changu cha kulala, akafunga na kufuli. Akasema, tangu sasa sikutambui kama wewe ni mwanangu, naomba utoke hapa kwangu. Na mimi nikawa mpole, nikachukua vyangu nikaenda. Siku ile nakumbuka usiku ile nakumbuka nilala kwa kwamba tulikuwa tunaabudu naye katika kanisa hilo la kwa nikalala kwao. Nilipolala kwao asubuhi nikaama nikaenda sasa kwa rafiki ambao tulikuwa tunasana naye pia, nikaenda kuishi kwao. Lakini maisha
ya pale kwao pia ilikuwa ni magumu, maana ilifika sasa tena sehemu babake akasema kwamba kijana hachangii hela yote ile, hatoi hela matumizi, anatoa tu bure, anakula tu. Na kwa hiyo sikuwa na pesa na sikuwa na maisha, bali kwa sababu nilikuwa nimetoka form 4, kwa sikuwa na chochote yani. Ndivyo mzee wake alivyosema kwamba kijana wewe sasa simtaki hapa kwangu, maana hachangii chochote, yani hivyo nipo tu. Sasa nimefukuzwa kwa rafiki yangu pale. Tena nikaenda kwa rafiki yangu sasa ambaye alinishuhudia mimi nikaokoka, ambaye ndio mwanafunzi mwenzangu ile alikuwa nyuma yangu kwenye kidato, alikuwa nyuma yangu. Kaenda kwao. Tena nikakaa pale kwao muda na miezi. Mama yake tena akanitoa kwamba kijana achangi chochote, anakula tu. Nikatoka tena na pale. Sasa baada kutoka pale nikaenda kwenye kanisa ambalo nilikuwa ninaabudu. Nikaanza maisha kuishi pale kanisani. Nilikuwa nilikuwa na jamvi mle kanisani, kwa nilikuwa ninalala mle. Ilikuwa kama sijafunga siku hiyo, akiniita mtu kama njoo kale kwangu, nenda nakula afu narejea tena kwa mle kanisani. Niliishi maisha mle kanisani kwa miezi mingi sana. Kumbuka hapo tayari nyumbani mzee ameshanikataa na kunifukuza kwamba nitambui na nitaki. Kwa hiyo nianza kuishi maisha yangu pale kanisani. Nilikuwa nakula tu kwa shirika pale, au kama sijaitwa CN inakuwa kwa nini na ala njaa pia. Unaona? Lakini niliishi mle kanisani. Sasa nilipoanza sasa. Sasa ile bidii sasa na ile juhudi ya kumtafuta Bwana. Kwa nia na kwa hamu sana na pasha. Maana sasa asina msaada wote. Kila mtu hanitaki, naishi maisha yangu ndivyo kwa ala njaa hivyo, kuteseka hivyo, naishi kanisani. Nilikuwa ninaishi hivyo. Sasa ndipo wakati moja nikaanza kusoma Biblia. Nilikuwa mle kanisani, kama nilikuwa nina kesha usiku mzima. Nakaa katika meza ya kanisani pale kwenye kiti. Kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi nimekaa kwenye meza. Usingizi haunipati. Nilikuwa ninaanza kusoma Biblia. Nilikuwa anasoma hii Biblia. Nilikuwa sehemu pia ya kuandika ambacho nina kipata mle ambacho ni cha msingi, au Mungu anakuwa ananifunulia na kuandika sehemu kwenye daftari, nilikuwa ninaandika. Sasa ndipo nilivyoanza kusoma Biblia hivyo. Nilisoma Biblia mpaka nikaimaliza yote kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Yote ikawa imeisha kwa msaada wa Bwana. Maana sio kwa akili zangu. Soma hichi kitabu hadi ukimalize, sio akili zako za kawaida. Lazima uwe umejisacrifice. Mimi nisoma nikamaliza kwa neema ya Bwana. Sasa ndo baada sasa kwa nimemaliza Biblia, kwa sasa naanza kufahamu kweli ya Mungu. Sababu Biblia unapokuwa unasoma unafahamu kweli, na kweli inakuweka huru. Sasa unapokuwa huru, Bwana anakuwa pia anakupatia neema yake pia ya kujua mambo mengine. Kwa sababu kwamba Mungu alikuwa anaangalia mimi pia katika ndoto, katika maono, anafungulia mambo ambayo yamejificha, siri nyingi, hii hapa ni dhambi, hii hapa kifai, hii hapa acha. Kwa niliishi maisha yale. Na ndipo sasa Bwana alipozungumza na mimi kwamba andika kitabu kwa jina kwamba je, ni kanisa la aina gani litakalonyakuliwa? Unaona? Sasa akasema kwamba kanisa ambalo litakaloingia mbinguni ni ambalo limekidhi viwango na misingi ya kanisa la kwanza la mitume. Akawa amezungumza vile na mimi. Sasa nikaanza kuandika kitabu. Kitabu nikaanza kukiandika. Nikawa ninaandika soma Biblia hapa, ninaandika misingi jinsi gani walivyokuwa mitume, jinsi gani Mungu anataka watu wawe. Nikaandika mpaka ikawa kimeshamalizika. Kamalizika nilikuwa nimekichapa. Nakumbuka kuna pesa nilipewa $100,000 na mwanamke hivi ni wa kanisani. Alipa $100,000 nakumbuka. Kumekuwa ni mchango kwa ajili ya kwenda chuo. Nikachukua pesa baada kwa sasa nimekuwa pesa nyingine na kuongeza ili nikalipa ada ya chuo ili aanze chuo. Nikachukua ile $100,000 nikaprintia hicho kitabu cha kwanza kwamba je ni kanisa la gani litakalonyakuliwa. Sasa baada hapo nikaanza sasa kuwa na kitembeza katika makanisa.
nilianza hizo ruti za kanisa hili, napeleka hichi kitabu nampatia mchungaji. Ninatoka hapa napeleka yule mchungaji. Toka pale napeleka yule mchungaji. Ndipo nilianza kukisambaza kwa kitabu cha kwanza kabisa. Na wengi na kuna ambao walikuwa wanakipokea kwa sababu ilikuwa ni inaongea ni masuala ya injili ya toba. Ilikuwa inaongea kuhusu toba na utakatifu tu. Unaona? Kuna wengine ambao walikuwa wanakataa, wachungaji walikuwa wanasema injili yako ngumu ya kizamani, toka hapa, wananifukuza. Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa nikihubiri katika kanisa moja la FPCT Tarime. Mchungaji nikiwa katika hali sasa ya rohoni ninakemea dhambi. Maana nilikuwa nakemea dhambi kiasi kwamba ninamsogelea mtu mwenye kavaa mkufu au kavaa wigi, naambia hichi Bwana hakitaki. Sasa pasta akasema bwana, jamaa nataka nivurugie washirika. Kama muda hujaisha, pasta akanifukuza kama ondoka madhabahuni. Kwa sababu ya nilikuwa nakemea dhambi ya mapambo. Mwanzo kemea hizi dhambi toka 2019 huko 2000, yani zamani huko sana. Kwa pasa alifukuza kwenye kanisa lake lile. Tena kanisa lingine kwa papa Tarime, kanisa lingine la FPCT. Nienda nikahubiri injili ya toba. Na nakumbuka siku hiyo watu wengine sana walimpokea Kristo. Waliamua kutubu. Sasa kupiga magoti. Na kanisa alikaanza kubadilika, watu wakaanza kuvaa vilemba kichwani, kuacha dhambi, kuacha mpira, kuacha movie. Sasa pasta alikuwa amesafiri kwa kama wiki hivi kwenda kusoma chuoni kwa masomo ya theolojia zile. Sasa mimi kutumia huo mwanya ili kuandaa wale au kuhubiria wale ili wafahamu injili ya kweli. Na kweli wengi walipokea na wakanipenda sana. Nilikuwa nafundisha mpaka wanawake jinsi ya kuomboleza, jinsi ya kulia, jinsi ya kutubu. Niliishi maisha hayo. Sasa pasta badala ya kutoka chuo akaja karibu kila kitu. Akasema yeye nabii mvangue nyupe Mungu ile. Msimsikize. Mnafiki yule, nabii wa uongo. Msiwasikize wale. Sasa kusema tu vile karibu ile misingi nilikuwa nimepanda kwenye kanisa lake, karibu kila kitu akavuruga. Nita pale nikawa nimeondoka sasa. Nikawa kama vile nimefukuzwa kama sionekane pale kanisani. Sasa baada ya hapo maisha yangu ndo kama endelea vile. Nakumbuka wakati moja Bwana alinijia katika maono ya wazi tu. Akanambia, umenimwona anashuka kutoka katika ngazi. Anashuka nipokuwa. Katika ile kushuka mimi nikajikuta nipo katika magoti yangu. Nimpiga magoti automatically tu katika ile kushuka. Akaja akasema kama mimi ni Mungu. Hubiri toba tu. Alipoongea vile akamaliza akapanda zile ngazi akarudi juu. Na mimi ile ilikuwa imekata maana kwa amekata ile maana kwa amekatika vile vile. Sawa. Na hapo ambapo amekutokea Bwana ilikuwa ni amekuja kwenye umbo gani? Ilikuwa ni kwenye umbo gani na ilikuwa ni kwenye maono, sasa maono ya wazi. Ilikuwa ni yana gani? Ulikuwa hujasinzia, uko kwenye maombi, ilikuwaje hapo? Katika maono yale nilikuwa tu nimelala. Nimelala ila sikuwa na usingizi kivile. Sasa unaweza kufumba macho afuka wana kitu. Sasa alipokuwa anashuka alikuwa tu katika mwili wa mwanadamu wa kawaida tu. Ila katika jinsi ya jinsi Mungu wa roho jinsi ulivyo, unapewa uwezo wa kutambua kwamba hichi ni nini. Huyu ni Mungu, huyu ni pepo. Uwezo unakupa automatically. Ndivyo ilivyo. Kwa manabii wanaelewa hicho ambacho mimi ninakizungumza kwamba unakuwa na upeo wa kuelewa kwamba huyu ni Mungu, huyu ni ambao ni fulani. Hata kama mjui kwa sura, inafahamu kama huyu ni mtu fulani. Sasa alikuja akaongea vile katika mfumo katika umbo la mwanadamu. Kisha akarudi. Ambia kikubwa ni kwamba toba. Mimi ni Mungu, hubiri toba tu. Maana toba sasa toba imechukua injili yote. Maana sababu manabii wote wa Biblia walikuwa wanahubiri toba. Mitume na Yesu mwenyewe ni toba, tubuni Yesu iwaje. Ndivyo tunataka kuhubiri na sisi. Sawa, tuendelee. Na natamani kufahamu pia kipindi hicho sasa ulikuwa uko chini ya huduma mchungaji yoyote ama ulikuwa sasa unaenda wewe mwenyewe? Nakumbuka nilianzia ile sasa kuingia katika ulokole nimeanzia kanisa la Snipe Pentecost. Ndipo pale Tarime. Snipe Pentecost. Sasa pale alikuwa na askofu
ndo alikuwa anasimamia. Na huyo kijana ambaye alikuwa huyo ambao alibidi mimi nikoka hapo shuleni. Alikuwa ndo kama mchungaji. Na baadaye sasa huyo askofu alimletaga mwanamke akaja kuchunga ile kanisa. Hapo ni mwanzo sielewi kama mwanamke kuwa pastor ni dhambi. Ilikuwa sielewi kabisa kwa kwa wakati. Kutoka tunaelewa vile na yule mwanamke. Yeah. Sawa, tuendelee. Kwa hiyo baada ya kuelewa vile katika kanisa lile, baadaye nikawa nimetoka sasa nikahama na mkoa. Nikahama mkoa. Kabla ya kutoka pale sasa baada kutoka hapo sina nikaenda FPCT. Sasa hapo ndipo alianza kufukuzwa na pasta madhabahuni baada ya kukemea dhambi. Akanifukuza. Baada ya kunifukuza hapo sasa ndo nilikuwa nimeingia huko Mwanza. Mwanza hapa nikakaa Mwanza kwa kakangu, yeye alikuwa chuo kwa wakati ule. Na Mwanza ulikuja ilikuwa ni kwa ajili ya shughuli gani hasa ambayo ilikuleta Mwanza? Mwanza ni masomo. Nakumbuka baada sasa ya mwaka kuwa umeisha, mzee sasa alinipigia simu kwamba kijana njoo. Baada sasa kwa anaongelewa na marafiki zake kwamba baba jana kushamtelekeza mpeke basi atangawa shule ili kuondoa aibu. Amempigia simu kwamba kijana njoo na kupeleka chuo. Ila sasa baada kufika pale tena sasa kama ili kupeleka tena chuo kataa hii imani. Akasema siwezi kukana imani. Kwa kama nipeleka chuo nipeleke chuo tu kiroho safi. Ile imani skani imani. Nikamwambia tu hivyo. Kwa baada ya pale kuandika gomba na baadaye nikawa sasa akawa ongea na kangu. Akawa ongea na kakangu. Anitafutie shule ya advance. Nikaenda advance Mbeya. Nikasoma 2 in 1. Form 5 na form 6. Nilikuwa nimesoma pale chuo. Advance ile form 6 na form 5 2 in 1. Nikamaliza pale ndo nilikuwa sana nimeapply chuo hapa Sauti Mwanza hapa. Course ya sociology. Kwa hiyo ndo kwamba ulikuja Mwanza kwa ajili ya elimu. Mwanza ni elimu ndo ilonifikisha Mwanza. Okay. Sawa. Na unasema kote huko ulikuwa unahubiri masuala ya injili hiyo utakatifu, unafukuzwa. Bila shaka watu wanakuona pia ni mweu kipindi hicho kama umepotea, umechanganyikiwa, unahubiri vitu ambavyo havipo. Natamani kufahamu ulipata wapi huu ujumbe? Yaani baada ya kuwa umeambiwa pale na unasema ulitokea wakao umeelezwa kwamba hubiri toba. Sasa baada ya hapo ulipiwa labda vipengele kwamba uelewe kwamba hiki hakitakiwi, hiki hamna, na kwamba toba unaozungumzia hapa ni ipi, ama injili hii ya utakatifu kuna vipengele gani na gani? Nataka kufahamu hapo. Ulipata mwongozo wowote ama ilikuwaje mpaka ukafikia kuanza kuhubiri undani wa dhambi na injili hiyo utakatifu? Bwana asifiwe. Nakumbuka kuna huduma fulani nilikuwa ninalelewa. Alikuwa kuhubiri kweli ila sio kweli ile halisi. Maana pia yeye ifika muda sasa tukagombana. Baada ya kumweleza kwamba Pastor Pete ni dhambi. Alikuwa na yeye alikuwa ni nabii kutoka Kenya. Akasema mtumishi wa Bwana Pete, wanawake kuwa wachungaji ni dhambi, Mungu hataki. Ikawa ugomvi sasa kama una pepo wewe, akanifukuza kwa sababu hanitaki kule kanisani kwake na yeye pia. Sasa kuna namna gani anayekuwa akihubiri kwa namna fulani, kuna kweli fulani ila sio ile kweli halisi. Kwa mwingine pia nijifunza kutoka kwa andiko ambalo nilikuwa ninakaa chini yao. Lakini pia kusoma Biblia yote ni kwa nifahamu kweli nyingi, kusoma Biblia peke yangu chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Nilikuwa nafungulia mambo mengi katika ndoto, katika maono. Lakini nakumbuka wazi na kubwa zaidi hadi mimi kuwa hivi leo na hii injili ni baada ya Mungu kuongea ya kwamba hubiri toba tu. Lakini katika maono mengine Mungu nilionekana katika ulimwengu wa roho. Nimeshikia document zilikuwa na zilikuwa zimeandikwa kwamba jinsi gani kanisa limeanguka na kuacha injili ya kweli na njia za kweli. Jinsi gani kanisa limeanguka na kuacha njia za kweli. Nilikuwa na jumbe huo katika
hiyo document, na pale kwa kumeelezwa zile dhambi na maovu au vitu kama kwa nini kanisa limeanguka, yani kivipi, namna gani limeanguka. Sasa pale kwa zimeonyesha zile dhambi au ule uovu au vile vitu kwamba hichi hapa kinafanya kanisa limeanguka, watu leo yani ni hivi na hivi na hivi. Sasa katika moyo wale niona katika vile yani kuna uwanja mkubwa sasa ambao wanatakiwa kufanyike kama kwa ajili ya kongamano au mkutano, na nikaona wachungaji na washirika wao wanakusanyika katika ule uwanja, yani wachungaji mbali na washirika wao wanakuja sasa katika wale mkutano kwamba wasikie injili, na mimi ndiye kwa mhubiri wa hiyo wa mkutano, na injili hii na injili ilikuwa ni kwamba jinsi kanisa limeanguka. Kwa pale wananipa kuna zile dhambi, kuna ule uovu. Baada ya kumka pale sasa nikaandaa document yenye ule ujumbe, na mpaka leo hii ninao. Maana ni ujumbe ambao Mungu alinipa ambao natakiwa nitembee nao muda mwingine. Kwa hiyo kanisa limeanguka na limeacha njia, na chanzo ni wachungaji. Nafikiri ndio hivyo. Na umezungumza kwamba ulikuja Mwanza kwa sababu ya elimu, na umejiunga chuo kikuu sasa, chuo cha Sauti, ndio? Yes. Kwa maana hiyo ni kwamba ulienda A-level pale, na maana ulifaulu sasa form 4 kule ulifaulu. Nilifaulu kule form 4 pamoja na yote, kumbe ulifaulu. Nilifaulu. Okay. Sawa. Sasa nataka kufahamu sasa, baada ya kuwa umefika Mwanza na masuala ya kuanza chuo, ilikuwaje sasa hapo na kupelekea mpaka huduma sasa na chuo, uliwezaje kuendelea, na je unaendelea ama ikoje? Tufahamu kuhusu hilo. Nakumbuka sasa baada ya kuwa nimeingia chuo, maisha mengine yakawa yameendelea, na Bwana alikuwa akisema na mimi pia. Yaani njoo kwamba ilifika sehemu sasa ikawa Bwana unajua Mungu akishakuita huwezi kukimbia wito. Unaweza kujaribu njia yote ile kumkwepa Bwana, lakini hautaweza, maana hutakuwa na amani. Kwa sababu katika Mungu atakuwa anakutokea. Pengine anakupatia ujumbe au anakupatia kwamba au anakuonya hichi. Maana watu wengine umewahi kusikia nilisikia sauti ikisema kwamba ninyi wenyewe ndio mlioniacha mimi, mko bize na mambo yenu na sahau neno langu. Hiyo sauti aliongea kwa nguvu na kwa huzuni. Sasa baada ya kuamka nikawaza nini tena? Nilikuwa naeleza watu pale ambao naamini, ambao tuko nao katika kikundi cha WhatsApp cha mafundisho. Wasema kwamba ni Bwana anaonya. Sasa mimi nilikuwa nina wito tokea muda, ila haukuwa umethibitishwa. Sasa Mungu alikuwa hajaprove kama wewe kanitumikia kafanya. Ila nilikuwa nafanya kazi ya uinjilisti muda mwingi, au kutembelea kanisa ili kuhubiri, kuonya hivyo. Sasa nikiwa katika masuala ya shule pia nilikuwa naingia kasfeta kule, na wakemea, na wao ndio hawanielewi kabisa. Hawaelewi chochote kabisa kasfeta kule. Sasa miaka imeenda nikiwa chuo, nikiwa naendelea kulipa ada. Maana mwanzo mzangu alikuwa ana support kunilipia ada chuo. Mwanzo ila nilikuwa si ndogo sana, alikuwa analipa kidogo. Sasa miaka imeenda kufika second year, mwaka wa pili, kufika mwaka wa pili sasa mambo kwa alikwamba amenikazia. Hela ilikuwa haitoshi, maana nilikuwa napokea boom pia. Sababu ile kuligawa kwamba ulipe ada pia uishi maisha mengine ilikuwa ni ngumu sana, upange chumba ufanyeje. Ilikuwa ni maisha mengine ambayo pesa haitoshi kumudu haya matumizi yote. Sasa nakumbuka mwaka jana sasa ambao ilikuwa 2024 sasa, ambao nilikuwa second year. 24. Yeah, ambao nilikuwa second year. Okay. Sasa hivi ndo ni final year, third year. Sasa hivi ni third year. Sasa nikiwa hiyo second year ambao ni 2024 ndo Bwana sasa alipokuja akaniita rasmi. Na huko hapo ukapokea wito rasmi. Sasa kwamba ilikuwaje? Ni yale maono ambayo niliyaona katika ile maono ya wito na huduma na rogwe ya kanisa.
ndipo aliponiita Bwana. Aha. Kwa hiyo hapa ndio tunarejea sasa pale mwanzoni ambapo ulianzia pale ulipokuwa unaelezea kuhusu logo kwamba alivyokuita kueleza kuhusu ile logo na jina kanisa, kwa ndio ilikuwa rasmi sasa unaitwa wakati uko chuo. Yes, nilikuwa bado chuo. Kwa hiyo ndio ukawa umepokea huo wito rasmi. Yeah. Ukawa baada ya kupokea sasa ukawa umeamua nini sasa kwenye hilo? Baada ya kuwa nimepokea ule wito, kwanza nikawaza kwamba mzee wangu amekuwa akinipiga vita sana masuala ya imani. Sasa vipi akisikia kwamba leo nimekuwa mtumishi sasa, nina makanisa au ninafanya injili wazi. Sasa sijui itakuwaje, ila sikuwaza sana kuhusu hilo. Nimeamua kumwachia Mungu kwamba kama Bwana ndo aloniita sasa, napasa mimi nimsikize. Katika saa ile alikuendelea na masomo na pesa kukua ishapungua sasa. Alikuwa haendelei tena kusupport. Aliacha kabisa kunisupport. Sasa nilikuwa nimekosa msaada. Nilikuwa nadaiwa sana hela nyingi ya ada. Sasa nikaona hapa kuchukua hizi pesa nifanyie nikalipe ada afu niendelee kusoma. Anaona sina pesa ya kutosha. Ipo nikaamua kuchukua pesa ambayo niko nayo kidogo, nikafungua biashara ya kuniingizia ngapi kwa siku zinaenda hivyo. Kwa hiyo chuo nilikuwa nimeacha, ila sijaacha ile rasmi kama nimeacha au kama nimeacha. Nilikuwa sijaacha rasmi, ila ninavyojua mimi sijui kama nitaendelea kusoma. Sijui kama nitaendelea kusoma tena chuo, maana nina kazi ngumu ambayo natakiwa nitekeleze. Kazi ya Bwana. Maana sababu unajua kama hata kama nikisoma niko na degree hiyo, bado siwezi kuwa na ajira. Sababu ndio kutumikia serikali na ndio kutumikia Mungu. Itakuwa ngumu sana mimi kubalance mambo. Na kwa sababu ya wito ni mkubwa afu ni mkuu mno, siwezi kumanage kutumikia serikali, kutumikia Mungu pia. Kwa hiyo naona bora nijiwekeze tu antafute pesa. Angalau ninunue hata kiwanja, nijengee Mungu madhabahu ya kanisa la Kifo cha Kristo. Alafu endelee kumtumikia sasa yeye. Unaona? Kwa hiyo chuo nimekipaki. Ila sijaaga kwamba nimeacha rasmi. Na sasa huu mwaka 2025 ndio ulikuwa ni mwaka wa 3, si ndio? Yeah, mwaka wa 3. Na ndio utakiwa umalize mwaka huu. Mwaka huu ndio natakiwa nimalize. Na ndio kwa hiyo umeamua usitishe kwanza. Yeah, nimesitisha kwa kweli. Kwa hapa nataka nifahamu hapa. Hii ni kusitisha, kuacha kabisa, ama umepumzisha kwa muda kwamba utaendelea Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania. Na M-Pesa Kenya Safaricom ni +254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu.
kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.